Bahari sasa ilikuwa shwari. Kashikashi zote zilikuwa zimetoweka, na hilo lilizidi kumletea tabasamu. Msafiri, mfupi wa kimo na mweusi wa matendo, alikuwa mtu tishio mwenye roho ngumu sana. Kwa mwaka mmoja sasa tangu tukio lile baya limtokee, hakuwa na rafiki wala mtu wa karibu. Alijua ana roho ya ubaya ubwela. Basi alirudi haraka kwenye chumba chake, kilichokuwa umbali wa hatua si chini ya 200 kutoka baharini, upande wa kusini. Zamani watu wengi walimtembelea, wakiwemo wageni kutoka mbali na Malindi kuja kufuata huduma, lakini sasa kwa mwaka mzima hakuwa na mgeni hata mmoja. Ni yeye na yeye mwenyewe, Msafiri pekee. Akatandika kitambaa chake kikubwa kilichoshonwa kwa mkono, kikiwa kimeunganisha vitambaa vitatu, chekundu kushoto, cheupe katikati na cheusi mwishoni. Akakiweka kuelekea kibla karibu na ukuta wa chumba. Akaweka kioo kidogo kikimtazama. Akaanza kuwasha chungu chake kidogo kilichokuwa na mchanganyiko wa marashi mbalimbali, udi mkali, mdalasini, kitunguu maji kilichokauka pamoja na karafuu. Kisha akaenda kwenye sanduku lake la bati, akachukua kanga. Aliifunga ukutani kwa ncha zake za upana, ikining'inia hewani kwa msaada wa ukuta. Kisha akaketi kuitazama. Macho yake yalihama kutoka kwenye chungu kilichofuka moshi kwenda kwenye kioo kidogo chenye mvuke, kisha kwa kanga iliyoning'inia ukutani. Uso wake ulianza kukunjika, akawa anapiga ramli kwa lugha isiyoeleweka. Muda mwingine alikunja ngumi kwa uchungu wa maneno aliyoyatamka, huku akiyatumbua macho kuelekea kanga. Jasho lilimtoka. Chumba kiligeuka kuwa cha moto ndani ya dakika 7 pekee. Alikuwa ameloa jasho kuanzia kwenye utosi wa kichwa chake hadi kwenye kucha, lakini hakuacha kusema na kanga. Aliendelea mpaka ilipompa majibu. Ndipo picha ya mwanamke mrembo ikaonekana kwa mng'ao wa pekee kwenye kioo kidogo cha Bwana Msafiri. Msafiri alifurahi sana. Akasimama haraka na kuinua kioo. Akaiona sura ya mwanamke huyo aliyeshikilia kanga inayoendana kabisa na ile ya kwake. Na ikutese mpaka imfikie mhusika, Bwana Msafiri alisema, safari hii akitumia lugha inayoeleweka. Mara tu alivyomaliza shughuli zake, ile picha ikatoweka kutoka kwenye kioo. Aliuzima ule moshi kwenye chungu kidogo, akaikunja kanga yake, akaivirigia kioo katikati, kisha akairudisha kwenye sanduku lake la kazi. Akatabasamu kwa unafiki. Mpango alioupanga kwa muda mrefu ulianza kutimia baada ya mwaka mmoja kupita. Mpango unaohusu kanga.